usilie. Na tutakuwa tunapita katika kile kitabu cha Ufunuo 5 na tutasoma mistari 6 ya kwanza. Alafu baada hapo tutatafakari pamoja na mwisho wa siku tutashiriki meza ya Bwana baada ya hitimisho hilo. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 5 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 6 nitasoma. Anasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Akasema, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi na chini ya nchi aliyeweza kuzifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 4 anasema, nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 5 anasema, na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kuzifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kitabu cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Na Mungu abariki maandiko yake. Tupate kuomba. Baba mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni, tunapita katika maandiko yako. Tunakuomba kwa namna Roho Mtakatifu uweze kutufundisha, ukafungamanishe hiki tunachokisoma na tukio lililo mbele yetu, lakini tusaidie tukaone mbali kabisa, lakini tukaone nyuma kwamba kuna mafungamano katika maisha yako hapa duniani na ukombozi wetu baadaye. Kwa pamoja nasi katika Kristo Bwana wetu. Amina. Yohana wa kisiwa cha Patmo anapewa neno na Mungu kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu. Yupo katika mateso kwa sababu ya kile anachokiamini, akiwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, na kwa sababu anaamini katika Kristo na ukombozi wake, anafanyika kuwa adui wa wengi, wakiwa serikali lakini pia na Wayahudi wengi. Na hivyo adhabu yake kwa imani yake, anatumwa katika kisiwa na anakuwa peke yake. Na ni katika mateso anaingia katika maombi, na katika maombi Mungu anaamua kujifunua kwake, na anaandika kitabu cha Ufunuo. Anavyoanza Ufunuo 1 anaonyesha kwamba huu sio ufunuo kwangu mimi Yohana, ila ni ufunuo wa Yesu Kristo. Na hivyo anadhihirisha kwamba chote kilichoandikwa katika kitabu cha Ufunuo kinamfunua Yesu Kristo mwanzo hata mwisho. Na hivyo anakwenda anapewa ujumbe kuandika kwa makanisa 7 ambayo yanawakilisha vipindi tofauti vya historia ya wanadamu. Na anapomaliza ujumbe kwa makanisa yote 7, akielekeza kwa malaika wa kila kanisa kuandika, Mungu anamuinua kutoka katika dunia kwa namna ya roho, anampeleka mbinguni. Na ndipo tunakutana na kile kitabu cha Ufunuo 4. Katika Ufunuo 4 Mungu anamuonesha Yohana
lakini akiwa katika kisiwa cha Patmo, ila katika roho yuko mbinguni. Na anapopelekwa mbinguni anafika katika chumba ambacho kuna kiti cha enzi cha Mungu, na anaonyeshwa namna ambavyo kiti cha enzi katika kile chumba kilivyo. Na katika Ufunuo 4 anachora ile picha ambayo inanisaidia, pengine nikifika mbinguni sitashangaa sana, kwa sababu nitakuwa nimeshaanza kupata vionjo vya mbingu ikoje nikiwa ningali duniani. Kwa anaonesha kuna kiti katikati ya kile chumba, lakini hiki kiti ni tofauti na viti vingine, na ni kiti ambacho anavyochora ile picha katika Ufunuo 4 anasema kimezungukwa na upinde kama upinde wa mvua, ambacho kinaonyesha ni kitakatifu. Lakini anasema juu yake ameketi Mungu mwenyewe. Lakini anasema hakiko peke yake kile kiti, kuna viti vingine 24 vimekaliwa na wazee, na hawa wazee ni binadamu. Biblia ituelezei zaidi kwamba hawa wazee ni kina nani, lakini pengine ni wale ambao wako mbinguni, au wale ambao kwa namna moja au nyingine Mungu anajua alichokifanya, lakini wako pale na ni wanadamu. Pengine ni pamoja na Ibrahimu ambaye tunamwona nyakati fulani anaonekana kwamba yuko mbinguni. Pengine ni na Elia, au pengine ni pamoja na Musa, lakini kuna wazee 24 ambao ni binadamu wamekaa kukizunguka kile kiti. Yohana anaonyeshwa, lakini sio hao tu, anasema kuna wenye uhai 4 wako pale. Na Biblia inapoelezea hao wenye uhai, inaonekana ni viumbe fulani ambavyo katika ulimwengu tulionao tujai kuwaona, lakini ni 4, wana macho kila sehemu, lakini wana mabawa 6, wengine wana sura za ajabu. Kuna mwingine ana sura ya binadamu, mwingine ana sura kama ya tai, mwingine kama ya ndama, mwingine sura kama ya simba, lakini wako pale na wote wamekizunguka kile kiti cha enzi, wamekaa. Hiyo ndio picha ambayo Mungu anamwambia Yohana kuandika, akimvuvia kwa Roho Mtakatifu. Kwa Mungu yuko pale. Alafu tunakuja katika Yohana 5 ambayo ndo tunasoma leo. Yohana 5, Mungu anamvuvia Yohana kuandika, na hiki ambacho anakiandika ni ambacho alikiona. Anasema, tazama, naliona katika kile kiti amekaa mzee, lakini katika mkono wake wa kulia ana kitabu. Na unajua wakati fulani nilikuwa najadili na ndugu yangu Kuyenga, kuna maneno ya Kiingereza au Kiebrania tulikosa maana sahihi kwa Kiswahili tukaandika kama yalivyo. Lakini hiki kitabu anachokisema ni gombo. Zamani hakukuwa na vitabu kama hivi, ila kulikuwa kuna vitabu ni Kiingereza wanaita scroll. Kwa ni kama karatasi moja ndefu, kwa unaikunja inatengeneza mviringo. Kwa hiyo yule anayo ameishikilia. Kwa anapoandika anasema, nikaona akiwa na kitabu kwenye mkono wa kulia, lakini hiki kitabu kina mihuri 7. Na hii mihuri Mungu anavyoandika, Yohana anavyoandika, anavuviwa na Mungu katika lugha ambayo wanadamu wa kipindi kile wangeweza kuelewa. Mihuri ilikuwa ni namna ya kufunga nyaraka ambayo ni rasmi ya kisheria, ili mtu mwingine ambaye hakukusudiwa kuiona asiione. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile karatasi imekunjwa, lakini ule muhuri ambao anasema ina mihuri 7 ni kama nta, unachukua unaipashe na kwa ya moto, unaimimina, alafu unaigonga muhuri kiasi kwamba huwezi ukaifungua bila kuichana ile nta. Na ikionekana mtu yeyote kwa zamani zile amechana karatasi na yeye hausiki, na imetoka kwa mtu ambaye ana mamlaka, huyo mtu alikuwa na uwawa, ndio ilikuwa adhabu yake. Kwa tunamwona hapa Mungu amekaa katika kiti cha enzi, na akikaa katika kiti cha enzi manake amekaa katika kiti cha mamlaka, akiwa na hiyo scroll ameshikilia, ina mihuri 7. Halafu
tangazo linatolewa na malaika. Sasa kabla ya tangazo nikawa ninajiuliza hii scroll ina nini na kwa nini ni ya muhimu kiasi kwamba mpaka itolewe tangazo. Tena anasema na malaika mwenye nguvu. Sio tu kwamba ana nguvu, anaongea kwa sauti kubwa. Unaweza kufikiria mtu ambaye ana nguvu alafu anaongea kwa sauti kubwa, maana yake ni sauti inaenda mbali, kwa ni tangazo kubwa linatoka. Lakini hii karatasi inaonekana ni ya muhimu sana, imeshikwa na Mungu mwenyewe. Ina nini? Nikawa ninapita katika vitabu ili niweze kujua ina nini. Lakini ukisoma katika kitabu cha Yeremia 32, ukianza ule mstari wa 9, unakuta kuna kisa kinaweza kikakupa hinti ya hii scroll, hiki kitabu kilikuwa kina nini. Lakini kufupisha, na ukipata muda unaweza kusoma Yeremia 32, anza ule mstari wa 9. Lakini ndani yake kulikuwa kuna hati miliki ya dunia ambayo mtu pekee anaweza akapewa ni ambaye anastahili kuwa ameikomboa dunia kutoka katika mikono ya Ibilisi ambaye aliitwaa baada ya kumwambukiza Adamu na Hawa kutenda dhambi. Na sio hati miliki kwa maana ikionyesha miliki ni nani na kwa nini anamiliki, ila ni hati miliki ikionyesha ni namna gani miliki halali anakwenda kuikomboa dunia kutoka katika mikono ya Shetani. Na hicho ndio kilikuwa kitabu kikiwa na mihuri 7. Na tafsiri yake ni kwamba mtu yeyote ambaye anaweza akakichukua kile kitabu na kuvunja mihuri yake ni mtu ambaye anastahili kuimiliki dunia au kuitwaa baada ya kuwa iko mikononi mwa Shetani. Kwa tangazo linatoka na malaika anatangaza, anasema ni nani awezaye kukitwaa kitabu kile na kuvunja mihuri yake na kuisoma. Alafu Biblia haituambii, lakini inaonekana kuna kimya kinatawala. Yohana yuko pale anashuhudia, kwa anaangalia, kwa sababu ametoka duniani, anatarajia kuna ukombozi utapatikana katika kile kitabu, kwa sababu kina miliki ya dunia, na yeye ambaye ametoka duniani anajua atakayekuja kumiliki ataiweka huru hii dunia. Kwa hiyo yuko pale anasubiri, anaangalia, lakini kuna kimya, hakuna mtu anaitikia. Na Biblia inasema tangazo lilitoka duniani, linauliza ni nani katika dunia, ni nani katika nchi au hata chini ya nchi anaweza akafungua hiki kitabu. Kwa kila akiangalia mkono wa kulia, mkono wa kushoto, haoni kama kuna mtu anajitokeza. Kwa moyoni mwake mawazo yanakuja mengi, kwa sababu anajua shida anayopitia ni kwa sababu kuna pambano kuu. Na shida hii inatakiwa kukomeshwa na ambaye atachukua hiki kitabu na kuvunja mihuri yake. Na hawezi kuja mtu yeyote. Kwa tangazo akiangalia, anaona malaika wote wamenyamaza kimya. Hakuna malaika hata mmoja anasimama, sio hata Gabrieli. Kiangalia wale wazee 24, hakuna hata mmoja ambaye anaonekana anastahili kuchukua hiki kitabu. Mbingu imetulia. Wale wenye uhai wanne hakuna anayesimama. Kwa ni kama anawaza hii dunia itakuwaje isipopata mkombozi. Kwa sababu anajua madhara ya dhambi. Dhambi inaleta kifo. Kwa asipokuwepo mtu wa kuvunja muhuri wa hiki kitabu, tutaendelea kufa na kupotea bila tumaini la uzima wa milele. Dhambi imeleta magonjwa. Anatafakari namna ambavyo watu wamekuwa wakiumwa, akiangalia haoni kama kuna mtu ataweza kuleta tumaini. Dhambi inaleta utengano. Dhambi inaleta wadui. Na pengine amesoma katika kitabu cha Isaya ambacho tumesoma leo katika lesoni, anafikiria namna ambavyo kama mtu akipatikana ambaye anaweza kuvunja mihuri ya hiki kitabu, ataturejeshea dunia pale ambapo ilikuwa. Katika Isaya tunajifunza
dunia ambapo haki itatawala, dunia ambayo hatutamwogopa simba kwa sababu simba atakuwa anakula majani, dunia ambayo mwana kondoo atacheza na chui na mtoto mdogo atakuwa anacheza na nyoka. Hakuna wasiwasi kwa sababu dunia itarejeshwa na huyo ambaye atachukua muhuri. Kwa kitafakari haoni kama kuna mwelekeo. Biblia inasema akalia sana kwa sababu haoni tumaini. Na unajua, wakati natafakari, neno ambalo anatumia akalia sana ni lile neno ambalo walitumia kwa Yesu akiwa pale Yerusalemu akiulilia mji. Anasema laiti ungalijua yapasayo amani leo. Ni maneno yale ambayo yalitumika wakati Petro amemsaliti Yesu, na Yesu anapomwangalia Petro anasema akalia kwa uchungu. Ndo maneno hayo. Kwa Yohana kulia hali tu amesimama, machozi yanatoka, ni kile kilio cha sauti kubwa cha kukata tamaa, cha moyo kuvunjika, cha kutokuona mbele kwa sababu kuna giza, cha kuona kama tumaini langu lote limekwisha, sioni mbele. Lakini kwa nini analia? Sababu kuu mbili. Ya kwanza ni kwa sababu ya hatima dunia litakiwe kombolewe kutoka tabu ya pia. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa haoni hilo tumaini. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni kiini cha imani yake, ambapo nasi leo tuna hiyo imani. Maisha ya Yohana akiwa mfunzi na mfuasi wa Yesu Kristo amekuwa akiishi akiona kudhihirisha ulimwengu kwamba yeye ndiye amekuja kuikomboa dunia, na anakwenda akiwafundisha kufa, nami nikifa nitakaa siku 3 kaburini, na baada ya hapo nitafufuka, na nikifufuka ninafufuka nikiwa na ushindi wa mauti. Kwa hiyo anaamini mkombozi wake yuko hai hata sasa, ijapokuwa alikufa. Lakini akiangalia ni kama anajiuliza, yuko wapi Yesu ambaye siku zote nimemwamini? Yuko wapi Yesu ambaye hata leo niko katika kisiwa cha Patmo nikitaabika kwa ajili yake? Lakini anaenda mbali, anafikiria mamilioni ya watu ambao walimwamini Yesu na wangali wanamwamini. Kama Yesu asipoonekana, tumaini lao liko wapi? Ni kama leo tunapomwamini, kama Yesu asingejitokeza kwa zamani hizo, leo tumaini letu lingekuwa wapi? Kwa analia kwa uchungu kwa sababu anaona giza. Na ndipo habari njema zinakuja ambazo nilikuwa najiambia pengine ndo habari njema katika zote ambazo nimesoma katika Biblia. Anakuja mzee mmoja, anamgusa, anamwambia usilie. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia kama ni mimi nimeguswa, naambiwa Kinogo usilie. Ninaona kama ni wewe unaguswa ukiambiwa usilie, kwa sababu kuna tumaini. Na tumaini ni lipi? Anasema simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, ameshinda ili aweze kuzivunja muhuri hizi. Habari njema namna gani? Kwamba kuna mtu ameshinda aweze kuzivunja muhuri za kitabu hizi, na kivunja muhuri, hapo ndipo ukombozi ulipo. Ukombozi wa dunia na ukombozi wa wanadamu. Kwa nikawa najiuliza, huyu simba wa Yuda ni yupi? Na huyu ambaye ni shina la Daudi ni yupi? Haya majina mawili yamebeba nafasi ya Yesu, moja kama mwanadamu, lakini la pili kama Mungu. Kama mwanadamu kwamba
ni simba wa kabila la Yuda, kwamba kila mwanadamu kwa zamani zile ana kabila. Kwa hiyo inaonyesha huyu Yesu, huyu ambaye anakuja kuvunja hizi mihuri, ni simba wa kabila la Yuda, lakini simba kwa maana kwamba ana nguvu, lakini ni shina la Daudi. Sasa nilipokuwa nafuatilia shina maana yake ni nini, nikaenda katika kitabu cha Isaya. Ukianza tu mstari wa kwanza, nazungumza habari za huyu ambaye ni shina. Lakini unapokwenda unasoma ni katika hiyo Isaya 11, inaonyesha haki itakuja kutawala duniani, na inaonyesha mabadiliko ya kuirudisha dunia kule ambapo Mungu aliumba. Na ni katika Isaya 11 unaona urejeshwaji wa hata wanyama kutiishwa kwa Mungu na kuishi kwa namna ya amani. Kwa hiyo tunapata tumaini kwamba huyu ana uzao, lakini ni uzao wa Mungu, ni Mungu mwana. Lakini ukija katika kile kitabu cha Mwanzo 49 na ukifika ule mstari wa 8 na mpaka wa mstari wa 12, ni maneno ya unabii yakionyesha ukombozi wa wanadamu, lakini kupitia kwa makabila 12 ya Israeli. Na ni hapa tunaona kabila la Yuda linaitwa kwamba ni simba, tena simba mke ambaye ana yakwea mawindo. Na hapa ndipo Yesu anatokea. Na wakati fulani ukifika ule mstari wa 10 anasema fimbo ya enzi haitatoka katika nyumba ya Yuda hata atakapokuja mmiliki. Katika Biblia za Kiingereza zinaita Shilo, na ukisoma Shilo ni neno ambalo ni jina la kupewa Yesu kama Masihi. Kwa hiyo ni kama namna nyingine ya kusema Masihi. Katika Kiswahili anasema hata atakapokuja mmiliki, na mmiliki huyu ni Yesu. Kwa kutoka Mwanzo tunakwenda mpaka Ufunuo, tunamuona Yesu anakuja kama Shilo, kama mmiliki, kama ambaye ameshinda, kama ambaye anakonka dhambi na anastahili kushika na kuvunja mihuri kile kitabu ili aweze kuikomboa dunia. Unabii ambao umekuwepo miaka mingi kipindi cha Israeli. Na ndipo tunamwona Yohana akiambiwa na moja ya wazee, ameshinda ili kuzifungua hizi mihuri. Sasa habari njema ni hii, na mwanzoni inaweza ikachanganya simba wa Yuda, lakini ukifika katika ule mstari wa 5 anasema akigeuka hamuoni simba, anaona mwanakondoo. Lakini habari ni njema ni hii, ni mwanakondoo amesimama kuonyesha yuko hai, lakini anaonekana kama amechinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu ni Yesu Kristo ambaye tunamshangilia leo. Unajua changamoto kubwa ilikuwepo kwa makuhani wakisoma katika nyakati zile ambazo Yakobo anabariki watoto wake, inaonekana huyu atakuja kama simba kuikomboa dunia, kama Shilo, kama mshindi, kama mmiliki. Lakini wakiangalia wamuoni Yesu ambaye ni simba, wanamwona Yesu kama kondoo, na anakwenda kama mwanakondoo, anaweka maisha yake mpaka anakufa, sio kama simba, kama mwanakondoo. Lakini tunasahau kwamba ili aweze kuwa mwana simba lazima aanze kuwa kondoo, aweke maisha yake, afe kwa ajili ya mwanadamu. Na anapoibuka haibuki kama kondoo, anaibuka kama simba wa Yuda. Na anapokuja kwa ajili ya ukombozi, anatukomboa akiwa simba wa Yuda. Kwa tunachokiona pale, unaambiwa geuka umuone simba, lakini anapogeuka anamuona kondoo, lakini ni kama kondoo amechinjwa, ila yuko hai kwa sababu amesimama. Na huu ni ushindi ambao Yesu anatupa miaka zaidi ya 2000 iliyopita pale Kalvari, ambapo alikufa ili mimi na wewe kwa damu yake tuweze kupata utakaso na ondoleo la dhambi. Na hiki kinampa uhalali wa kuvunja mihuri na kuikomboa dunia. Leo ninamleta huyu Yesu kwenu, ambaye kama mwana kondoo
mwenye huruma. Yohana anapomwona kwa mbali anasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Sio dhambi za Israeli, dhambi za ulimwengu. Kwa maana anatolewa kama kafara kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na ni kutokana na hili anapata uhalali na nguvu na mamlaka ya kuikomboa dunia kutoka katika mikono ya Shetani. Na sasa anapokufa akiwa mbinguni, anakuja kama simba wa Yuda kwa ajili ya kukamilisha ukombozi. Na zile mihuri 7 zinapovunjwa zinatoa mchakato mmoja baada ya nyingine. Ukisoma katika Ufunuo 6 mpaka 8, analeta mchakato wa namna ya kuikomboa dunia, kukomesha dhambi na kuwapa haki watakatifu, na mwisho wa siku wanapata uhalali wa kumiliki pamoja naye. Ninamleta huyu Yesu kwenu. Leo tutakuwa tukisherehekea kifo chake kwa kutangaza mauti na kupata kate na divai, ikiwa ni ishara ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Na hivyo tunavyoendelea kupata sikukuu hii, tutafakari kifo chake, lakini tushangilie ushindi kama simba au komboae ulimwengu. Na tunapotoa maisha yetu, tutoe kwake tukiwa na imani kwamba ahadi zote alizozitoa tangu mwanzo zitatimia, na hata mwisho tutaibuka tukiwa washindi pamoja naye, na mwisho wa siku tutaishi naye milele bila wasiwasi wa madhara ya dhambi, kwa sababu ameshinda kwa ajili yetu. Na tunapotafakari hili, Mungu awe pamoja nasi na atubariki kwa jina la Yesu. Amina. Tunasemaje kwa ajili ya ujumbe huu wa kutia matumaini? Ibada inaendelea sasa, tugawanyike kwenda kujalia kutawaza miguu. Akina baba vijana tutatoka kule nje, akina mama watabaki hapa ndani. Kwa wale ambao bado hamjabatizwa, mna nafasi ya kukaa katika viti vya nyuma na kujifunza namna ambavyo tuendelee na huduma hii. Tugawanyike.